katika riwaya nambari 68, naam, عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله. هي تفسيري يا إمام جعفر الصادق kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula, yeye ndiye aliyepeleka kwa ummiyina rasula minhum. Kwa tafsiri hii al ummiyina watakuwa ni watu wa Ummul Qura, watu wa Makka, naam. Au al ummiyina kwa tafsiri ya maneno maimamu ni kwamba ummiyina ni watu ambao hawakupatapo kupelekewa kitabu. Al ummi ni mtu ambaye hakupelekewa kitabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo watu wa Makka walikuwa wakiitwa al ummiyina kwa maana mbili. Maana ya kwanza ni watu ambao wanatoka katika mji unaoitwa Ummul Qura, kama ilivyo katika Qur'ani, litundhira ummal qura wa man hawlaha, naam. Au al ummiyina kuonesha kwamba ni kinyume na ahlul kitab. Ahlul kitab ni watu ambao wamepewa kitabu, Mayahudi na Manasara. Al ummiyina ni Waarabu ambao walikuwa hawakuteremshiwa kitabu kwa wakati ule. Na kwa hivyo huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yeye ndiye ambaye amepeleka kwa ummiyina, kwa watu ambao hawakupewa kitabu, rasulan minhum, mtume anayetokana na wao. Kala kanu yaktubuna, Imam Sadiq anasema hawa watu wa Makka walikuwa ambao waliokuwa wakijua kuandika, walakin lam yakun ma'ahum kitabun min indillah, lakini walikuwa hawana kitabu ambacho kinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani hawajapelekewa mtume bado anayetokana na wao pale Makka. Wala ba'atha ilayhim rasulan, wala Mwenyezi Mungu akawa hajawapelekea mtume hao Waarabu, fanasabahum ila al-ummiyin. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akawanasibisha katika sura hii, suratul Jumaa, na al-ummiyina, yani watu ambao hawakupewa kitabu, hawajui kitabu, naam, cha mbinguni.